Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote kwa jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu, tena ni siku nyingine yenye neema na baraka nyingi sana za Mungu. Moyo wangu una furaha, ninamwadhimisha Bwana kwa ajili yako na kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kutusaidia kila wakati. Niko hapa na nina ujumbe. Ninaomba kwa dakika chache unisikilize. Nitangulie kusema kuisikia sauti ya Mungu ni neema. Kuishi kwenye maelekezo ya kimungu ni neema kubwa zaidi. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3, kuanzia mstari ule wa kwanza, nitasoma mistari 3 na kisha nitakusomea mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi: basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunzo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamuita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Unaweza ukaona ya kwamba zilikuwa ni nyakati ambazo wana wa Israeli walikuwa wanapita katika mazingira magumu, na hapakuwa tena na sauti ya Mungu. Sio kwamba hapakuwa na watumishi wa Mungu, walikuwepo, lakini hakukuwa hata na sauti ya Mungu kwa hao watumishi wa Mungu. Katika nyakati tulizo nazo, sio kwamba watumishi wa Mungu hawapo. Wapo watumishi wa Mungu na sauti ya Mungu ipo, ila huyu anayeambiwa yuko tayari kusikia? Maana yake ni kama mtu hasikii na anayo shida au analo tatizo. Neno la Mungu limekuwa likitufundisha kila wakati na tukipokea maelekezo kila wakati kwa malengo ya kupata msaada wa kiroho na wa kimwili. Baadhi ya watu wamekuwa wakisikia habari njema za Yesu Kristo zikihubiriwa kila wakati, ya kwamba Yesu anaponya, anafungua, anawaweka watu huru, anawatoa kwenye mitego na mateso ya kila namna. Lakini neno lile lile ambalo linahubiriwa, bado watu wameshindwa kuliamini, na baadhi ya watu wamekuwa wakitafuta usaidizi wa mambo mbalimbali ya maisha yao kwa waganga wa kienyeji. Sio kwamba neno la Mungu ni adimu kama ambavyo ilikuwa kipindi cha Eli na Samueli. Sio kwamba hakukuwa na sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ipo. Watumishi wa Mungu wanasema, na hata sasa tunasema ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafungua. Na sio hivyo tu, maonyo mbalimbali yamekuwa yakitoka kwa mtu mmoja ambaye amekuwa tayari kusikia sauti ya Mungu ili apate usaidizi. Katika kitabu hiki cha Samueli sura ya 3 mstari ule wa 9 na wa 10, Biblia inasema, kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda ukalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama, akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayesikia masikio yake yatamuasha. Siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu alioujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Kuna laana ambazo
watu wamekuwa wakitengeneza kwenye maisha yao, kwenye familia yao, hawana mpango wa kuzizuia kwa sababu ya kiburi, maringo, majivuno, kujiona bora kuliko wengine. Maana yake sauti ya Mungu imekuja ikiwa imejaa maonyo. Inawezekana umeonywa mara nyingi, umeambiwa mara nyingi, haijalishi ya kwamba wewe ni nani. Ikiwa Mungu alimtumia Samueli kufikisha ujumbe kwa Eli ambaye alikuwa ni kuhani, Mungu anatumia watumishi wake hata sasa kuleta ujumbe. Katika sura ya 4 ya kitabu hiki cha Samueli anasema katika kuanzia mstari wa 1 kwamba ikawa siku zile Wafilisti walikuwa wakikusanyika kupigana na Israeli, nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu ya Ebenezeri, na Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakapanga juu ya Israeli, na walipopigana Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakauawa watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani wapata 4,000. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu na kutuokoa. Kuna majira na nyakati ambazo mtu anaweza akafikiria ya kwamba kile anachokitegemea kinaweza kikamwokoa, lakini unaweza ukaangalia katika sura hii ukaona kwamba hao wana wa Israeli walipokwenda kulileta sanduku la agano, na watoto wa Eli, Ofini na Finehasi, ambao walikuwa wanatumika, wakapokea na wakalileta mahali husika. Walipokwenda vitani, Biblia inasema walipigwa, wakauawa watu 30,000, na watoto wa Eli nao wakauawa katika ile vita. Maana yake, kumbuka, kuisikia sauti ya Mungu ni neema. Kuishi kwenye maagizo ya Mungu ni neema kubwa, kwa maana ya kwamba utatembea sawasawa na maelekezo ya kimungu. Nini kilitokea? Eli alipoletewa habari za watoto wake wamekufa, Biblia inasema alianguka, akaangukia shingo, akavunjika, akafa. Alipewa taarifa juu ya uovu wa familia yake. Ni watu wangapi ambao wamepewa taarifa juu ya uovu wa familia zao, juu ya uovu unaoendelea katika mazingira, wakafanya shingo zao kuwa ngumu? Na nini kilitokea kwao? Ngoja tuangalie neno lingine, kwa sababu wako baadhi ya watu ambao wanaamini ya kwamba wangeweza kufanya yale ambayo yako kwenye imaya yao kwa sababu ya nguvu zao, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu atakayeweza kufanya jambo lolote isipokuwa Mungu mwenyewe amemsaidia. Habari ya Sauli ambaye alikuwa ni mfalme, Sauli ambaye alikuwa ni kiongozi wa taifa la Israeli, alipoonywa kwa habari ya vita ambayo alikuwa anaenda kupigana, maana alienda kuuliza kwa mtumishi wa Mungu ya kwamba niende kwenye hii vita nitashinda? Alikuwa anapigana na taifa la Amaleki. Akaambiwa nenda, na pamoja na hayo akaambiwa ua kila kitu, ua watu wote utakaokutana nao huko. Hakuna cha bibi wala babu, hakuna cha mtoto, hakuna cha mwanajeshi, ua kila kitu mpaka wanyama. Lakini Sauli alipokwenda akafanikiwa, akashinda ile vita. Pamoja na kushinda ile vita, alifanya nini Sauli? Sauli alimchukua Agagi, mfalme wa Waamaleki, akaja naye pamoja na vitu mbalimbali alivyokuwa ameteka nyara. Alipomfikia Samueli mtumishi wa Mungu, akaulizwa, umefanya nini? Ulipewa agizo gani? Akasema, ni kwa sababu ya watu hawa
niliwaogopa. Kwa hiyo nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, lakini nimeleta na hizi sadaka, ng'ombe na kondoo, tumtolee Bwana. Akaulizwa, Bwana uzipenda sadaka kuliko kutii? Haujui kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu? Akaambiwa, kwa sababu hiyo umekataa kuitii sauti ya Mungu, naye Bwana amekukataa usiwe mfalme juu ya Israeli, na ufalme wako umeraruliwa. Amepewa mtoto wa jirani yako, ndiye atakaye tawala. Unajua, wakati Samueli anaondoka, Sauli alilikamata vazi. Alipolikamata vazi la Samueli likararuka, na unabii ukatoka pale pale. Mara ngapi umeonywa juu ya mambo mbalimbali kwa habari ya maisha yako? Kuto kuitii sauti ya Mungu hakuta kukufanya uwe baba bora, uwe mama bora, uwe kiongozi mzuri katika taasisi fulani unayoitumikia, kama hautaisikia sauti ya Mungu. Na kama utaisikia sauti ya Mungu, usitii maelekezo, uwe na uhakika siku zako zinahesabika katika nafasi ulio nayo. Haijalishi wewe ni nani, uko wapi, unafanya nini, una nguvu ya namna gani. Sauli alifikiri ya kwamba ana jeshi na hilo jeshi lingeweza kumsaidia, lakini kumbe Mungu ndo alimpa ridhaa ya kukaa kwenye kile kiti. Akasikia sauti ya Mungu, akayakataa maelekezo ya Mungu. Kilichotokea, alianguka vitani na alikufa na mtoto wake Jonathan, na mahali pake hapakukumbukwa tena, hapakukumbukwa tena. Maana yake lazima uitii sauti ya Mungu bila kuangalia nafasi yako. Sauti ya Mungu ni ya kipekee sana kwenye maisha yetu. Unapopata neema ya kuisikia sauti ya Mungu, ukatembea kwenye maelekezo ya kimungu, una heri. Unaweza ukasikia sauti ya Mungu na usitembee kwenye maelekezo ya kimungu. Uwe na uhakika anguko lako liko karibu. Sauli aliwaogopa watu wa karibu aliokuwa nao, aliwaogopa washirika, akaogopa, akafikiri kuwaridhisha watu, akamkosea Mungu. Ukifikiri kuwaridhisha watu, kuna wakati watu watakukimbia, lakini Mungu hatakimbia. Ni wakati wa kusema tuendelee kuomba kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya kila mazingira ulionayo, ili baraka za Mungu ziwe na wewe, na Mungu akubariki. Amen.